Na ndugu mtazamaji, tunaendelea na masomo yetu yanayohusiana na afya. Natumai una afya njema kabisa. Ni kukaribishe tena katika mwendelezo wa masomo haya kutoka Erastobe Food Product. Karibuni sana. Kwa siku ya leo kuna swali ambalo tunataka tujibu, swali ambalo liko makini sana. Kuna mtu anauliza swali kwamba kwa nini akila dona ambayo tunataka watu wale pamoja na wali wa brown bado ananenepa sana? Shida ni nini? Kwa sababu alikuwa anakula wali mweupe, ugali wa sembe akaacha ili aweze kupunguza uzito. Lakini kwa nini akila vitu ambavyo ni sahihi kama ugali wa dona, wali wa brown au mchele wa brown bado ananenepa? Tatizo liko wapi? Nafikiri hili ni swali ambalo ni muhimu sana ndugu mtazamaji. Hebu tufuatilie majibu haya ambayo tunaenda kutoa leo hii. Nafikiri hata wewe unaweza ukasaidika na unaweza ukafaidika na majibu haya. Twende pamoja. Wali mweupe pamoja na ugali wa sembe vina wanga kwa kiasi kikubwa na vimeondolewa fibers au kambalishe, pericarp, bran ambayo inafanya mtetemo wa ufyonzaji wa sukari ambao inatokana ile wanga kwenda taratibu. Sasa ikisha kobolewa, ina maana inabaki wanga peke yake, starch, sugar. Kwa hiyo inaingia moja kwa moja, na hii inaweza kapelekea uzito mkubwa ama sukari kupanda. Sasa unapohama sasa unaenda kwenye vyakula ambavyo havijakobolewa, kumbuka bado ni vya wanga, vina wanga. Kwa hivyo hapa tunapata dhana kwamba inatakiwa uingize kwa kiasi kinachohitajika. Bado vyakula hivyo, hata dona bado ina wanga. Sasa ule kwa kiasi gani? Kwa hivyo hapa swala ni ulaji. Unakula kwa kiasi gani na unafanya kazi gani, au unajitumikisha vipi kuhakikisha kwamba hiyo kalori au hiyo wanga inafanyiwa kazi vizuri. Sasa hapa point ya kwanza kabisa ni kwamba kalori bado ni nyingi. Kalori ni nguvu inayotokana na chakula ulichokula, aidha mafuta, protini ama wanga. Sasa unaweza ukawa unakula dona, ugali wa dona, lakini bado unaingiza kwa kiasi kikubwa pamoja na kwamba haijakobolewa. Kwa hivyo kama utakuwa unaingiza kwa kiasi kikubwa, bado kalori itakuwa juu. Kwa hivyo ile kalori ikiwa juu na nguvu ambayo inatumika, yani uitumikishe mwili, ufanye mazoezi ili uweze kuunguza hiyo kalori. Wewe unakula tu kwa sababu ni chakula kizuri, hajakobolewa, lakini kumbuka unaingiza kwa kiasi kikubwa. Hii bado itakupandishia uzito mkubwa, au sukari bado itapanda tu. Kumbuka wanga unaopatikana kwenye hivyo vitu badilika na kuwa nishati au kuleta nguvu katika mwili wako. Sasa kama hautatumia hiyo kalori au hiyo nguvu vizuri, basi ina maana itatunzwa kama mafuta katika mwili wako. Hivyo hakikisha unakula kwa kiasi kidogo na pia unatumikisha mwili wako. Fanya kazi, fanya mazoezi, itakusaidia sana, kwa sababu unapokula vyakula ambavyo havijakobolewa, wewe uko tofauti kabisa na mtu anayekula vyakula ambavyo vimekobolewa. Kumbuka kwamba wewe unakula chakula halisi, lakini katika hicho chakula halisi unaongeza virutubisho kibao ambavyo unavipata, tofauti na yule ambaye anakula chakula kilichokobolewa. Ila tu ule kwa kiasi kidogo, ule kwa kipimo maalum kulingana na kazi yako pamoja na uzito wako. Hii itakusaidia sana. Unapokula hivi vyakula, inatakiwa uambatanishe na vyakula vya protini, mfano jamii za kunde, maharage, hata samaki, lakini pia na mboga za majani za kutosha. Hii inaenda kusaidia kutozalishwa kwa insulin zaidi, kitu ambacho itakufanya uwe na hamu ya kula mara kwa mara, na hivyo basi itatunzwa kama mafuta katika mwili wako. Kwa hivyo usile tu chakula hicho peke yake, lakini ambatanisha na vyakula vingine vya protini ili upate mchanganyiko ulio mzuri. Na point nyingine ni pamoja na mtindo wa maisha, lifestyle. Mtindo wa maisha bila mazoezi, hata kama utakula hivi vyakula au bila kutumikisha mwili kufanya kazi, basi ina maana kwamba kalori haitatumika vizuri na mafuta yatahifadhiwa katika mwili wako, kwa sababu itakuwa haina kazi. Yani ile input na output, yani kinachoingia na kinachotoka havitatofautiana. Bado tu uzito utaongezeka hata kama unakula vyakula ambavyo vinafaa kwa afya. Na kingine, point muhimu, usile sana usiku, muda umeenda.
Hakikisha unakula mapema, hii itakusaidia sana. Kula mapema. Kwa hivyo tumia hivi vyakula mapema na usile muda umeenda sana wakati wa usiku. Na kwa siku ya leo, ndugu mtazamaji, sina la ziada. Nilikuwa najibu swali ambalo nimeulizwa kwamba kwa nini ukila hata dona wali wa brown bado uzito utaongezeka? Kwa nini bado unanenepa? Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.